Katika historia ya soka la Tanzania, hakuna msimu ulioweka alama kubwa kama ule wa mwaka 2023 ambapo Yanga ilitinga fainali ya kombe la shirikisho CAF. Lakini miaka miwili baadaye, yani mwaka huu wa 2025, ndoto hiyo inaishi tena, lakini safari hii ni kwa watani wao wa jadi, yani Simba Sports Club, klabu ambayo ina uzoefu wa mashindano Afrika. Lakini sasa Simba ipo hatua moja kabla ya kutimiza kile ambacho Yanga ilikikaribia lakini ikashindwa kukikamilisha. Mashabiki wanauliza, je, Simba itaweza kumalizia ndoto hii na kurudisha heshima ya Tanzania kwa kutoa taji la ushindi? Nipo na mchambuzi wa soka la Tanzania, Kulwa Mwajulu, anajibu swali hili. Na kwenye mpira lote linawezekana, kwa sababu naona Simba imejengeka karibia kwenye kila eneo. Ukiangalia kuanzia golini, kwenye eneo la ulinzi, viungo katikati, pamoja hata eneo la mbele kwa maana ya wafungaji, nafikiri wanaweza kufanya lolote kuhakikisha kwamba wanaenda kutimiza ndoto ya klabu na ndoto ya mashabiki na wanachama wao. Lakini hofu yangu ni Berkane, ambao kimsingi tangu kuanzisha kwao huu msimu ni miongoni mwa misimu yao bora kwa kutokea. Kwa hiyo tahadhari yangu ni kuanzia hapo, lakini pia hata kocha walienaye miongoni mwa makocha bora, amewahi shinda ligi ya mabingwa barani Afrika mara mbili, lakini pia ni msimu mmoja tu uliopita Berkane walienda fainali walipofungwa na klabu ya Zamalek. Kwa hiyo wakati tunafikiria kwamba Simba anaweza kufanya hivyo, nao Berkane wanahitaji pia kuchukua taji lao la 3. Wamecheza hii fainali yao itakuwa ya takriban ya 5 hivi. Sasa ukiangalia kwa haraka safari ya Simba mpaka hapa walipofika, wana tabia za kibingwa. Yaani mabingwa huwa wanacheza kama Simba walivyocheza msimu huu, kwa sababu nakukumbusha tu kuanzia hatua ya mtoano walipokutana ile klabu ya Libya Al Ahly Tripoli, lakini pia kwenye hatua ya makundi walipocheza na kina Constantine Sfax, pamoja na hata hatua ya robo nusu, kote wamecheza kama wanaonesha kuna kitu wanakihitaji, kwa sababu safari zao pamoja na kwamba zimekuwa na ugumu hapa na pale, lakini wana tabia za kibingwa kama ambavyo mabingwa wengine huwa inakuwa. Na kukumbusha pia Zamalek msimu uliopita, yani alikuwa na tabia kama ambayo Simba anayo msimu huu, japo kuna ugumu hususan kwenye eneo la mbele, kwa maana kwamba bado hatujaona ile safu yenye uwezo bora zaidi wa kufunga kama ambavyo wamewahi kuwa misimu kadhaa nyuma. Licha ya mwaka 2023 Yanga kuonyesha uzoefu wa kimataifa katika michuano hiyo ya kombe la shirikisho, ni wapinzani gani hasa walikabiliana nao Yanga mwaka huo, lakini pia ukilinganisha na mwaka huu kwa Simba Sports Club? Kama utakumbuka, Yanga msimu ule kwanza ndoto yao ilikuwa ni kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini kwa bahati mbaya wakakutana na Al Hilal Omdurman wakawatoa, hivi wakadondokea kwenye upande wa shirikisho. Kwa hiyo kwenye hatua ya mtoano wakaenda kukutana klabu Africain ya wale wa Tunisia, baadaye kwenye makundi wakakutana na TP Mazembe, moja kati ya klabu bora, lakini bahati mbaya msimu huu walikuwa wameshuka kwa mujibu wa maneno ya watu. Lakini pia kuna AS Bamako, wale Zurich Bamako, na klabu ya Union Monastireni au US Monastir. Kwa hiyo kwenye hatua ya makundi Yanga walicheza na timu hizo, lakini robo wakaenda kukutana na wale Rivers United, nusu wakakutana na wale klabu iliyokuwa imeshuka daraja ya Afrika Kusini, kama unakumbuka vizuri, Malumo Gallants. Pamoja na kwamba walikuwa wameshuka, lakini ni miongoni mwa misimu bora waliokuwa nayo kipindi kile, kwa sababu inaonekana walikuwa wamewekeza nguvu sana kwenye michuano ya Afrika. Ukilinganisha msimu hapa, Simba kuanzia hatua ya mtoano walienda kukabiliana na timu ambayo imewekeza na ilikuwa ina ndoto ya kufanya makubwa sana kwenye soka la Afrika, kwa maana kwamba wale Al Ahly Tripoli, wale wa Libya, wale wana mchezaji mmoja wa bilioni 4, kama namkumbuka, Mabululu, ambaye alifanya balaa hapa kwenye uwanja wa Mkapa, lakini wakawatoa hatua ya makundi, wameenda kukutana na Sfax, Constantine pamoja na wale wa Angola kwa maana ya Bravo. Unaona robo finali wamekutana na wale wa Misri ambao pia wamewahi watoa miaka kadhaa nyuma, Al Masry. Nusu ndo anaenda kukutana tena na wale wa South kwa maana ya Stellenbosch,
ukiangalia uwekezaji wa hizi timu zote inawezekana ukaona Stellenbosch kama walikuwa ni timu ya pekee ambayo ni ndogo kwa maana ya kuitamka mdomoni, lakini walikuwa na msimu bora. Kwa haraka haraka ukipima uzito wa hizi klabu ni kama ni nzito zaidi kuliko kwa kipindi cha nyuma kidogo. Kwanza Yanga pia walikuwa wana kikosi bora sana kuanzia eneo la nyuma mpaka mbele. Kama nakumbuka Fiston Kalala Mayele alikuwa bado yupo. Karibia kwenye kila eneo Yanga kwa kweli walikuwa mesheni nyota wa kutosha. Kwa hiyo kwa kipindi kile naweza nikasema kuna namna tu hawakuwa na bahati ya kubeba, lakini pia msimu hapa pamoja na kwamba bado hatujui bingwa ni nani, Simba wana lolote la kufanya licha ya kwamba wanakutana na Berkane iliyo bora sana. Kwanza pia watu wanatakiwa wajue kwamba Berkane ni bingwa msimu huu wa ligi ya ndani kwa maana ya Botola Pro League akiwa na pointi 70 kwenye michezo 30, akiwa na msimu bora sana. Ameshinda michezo 21 ya ligi ya ndani, lakini pia hajapoteza mchezo wowote kwenye michuano ya CAF msimu huu ukilinganisha na Simba. Ukilinganisha na Simba ambaye amepoteza takriban mchezo mmoja ama miwili. Tuangalie kwenye mbinu. Licha ya kwamba walikuwa na kikosi bora, je, mbinu ambazo zilitumika mwaka ule 2023 zinafanana na mwaka huu ambazo Timba wanacheza katika kombe hili ama zinatofautiana? Na kama zinatofautiana vipi? Ukiangalia 2023 kuanzia safari yao Yanga utagundua kabisa kwamba wao walikuwa hawana uwanja sahihi wa kutumia. Yaani mambo yakimnyokea ugenini anakupiga, nyumbani pia akimnyokea anakupiga vile vile. Yaani kama unakumbuka hata hatua ya nusu finali Yanga alishinda ugenini pale South Africa kwa Malumo Gallants. Kwa hiyo Yanga ni kama kwanza hatujawazoea kuamini kwenye kutumia uwanja wa nyumbani pekee kama sehemu ya kutafuta matokeo, lakini Simba ni kama wamejijenga hivyo tangu miaka ya nyuma mpaka hivi sasa bado wanaamini zaidi kwenye viwanja vya nyumbani kwamba wao ndo kwa namna yote ile lazima watautumia uwanja wao wa nyumbani kwenye kupata matokeo mazuri zaidi kwao. Kwa hiyo kwa haraka pengine wao ndo mbinu yao ya kwanza, lakini mbili ni kwenye vikosi. Utaona Simba msimu huu hata magoli waliofungwa ni kwamba walikuwa wanafungwa wakiwa hawapo kwenye maeneo yao. Yaani hata ndani kwenye mechi za ligi kuu Simba karibia magoli yote 11 zaidi ya 11 mpaka hivi sasa waliofungwa wamefungwa ni kama kwa mashambulizi ya kujibu ama counter attack. Yaani wanakuwa hawapo kwenye eneo lao la asili, kwa maana kwamba mabeki wanakuwa sharp wamepanda, kwa maana wale wa pembeni hata mabeki wakati. Kwa ukikutana na timu ambayo inakushambulia ni rahisi zaidi kupitika. Lakini ukiwaangalia Yanga kwa kipindi kile ni kwamba kufungwa, mfano kama ile mechi ya finali kufungwa goli 2-1 hapa, kuna namna tu inawezekana tuseme USM Alger ambaye aliwafunga Yanga alikuwa na tabia za kibingwa zaidi, ama tuseme ni bahati. Kwenye mpira lote inaweza katokea. Sasa nikilinganisha na msimu hapa pia Simba naona Berkane nikiwaangalia wana watu karibia kwenye kila idara. Yaani kama tunavyomuona hivi Kamala, moja kati ya magolikipa bora msimu huu. Wale Berkane wana bwana mmoja golikipa ana asili ya Uhispania, lakini ni raia wa Morocco. Yaani tuseme ana uraia pacha wa Morocco na Hispania. Golikipa moja kati ya magolikipa bora msimu huu hapa. Ana clean sheets zaidi ya 10 kwenye ligi ya Morocco msimu huu. Moja kati ya magolikipa bora sana kwa kweli. Sijui hata ni semaje, lakini Simba wana kazi ya ziada kwenye eneo la ulinzi. Kwa maana ya Berkane wana bwana mmoja Isofu Dayo, anatoka kwenye taifa la Burkina Faso pale. Moja kati ya mabeki bora sana msimu huu hapa, akiwa pia na takwimu bora sana kwenye eneo lake la ulinzi, kwenye maeneo ya kuanzia hata eneo la viungo, kwa maana viungo wa juu na viungo wa chini wamesheni kwenye kila eneo. Lakini pia wana mawings. Msimu uliopita walifeli kutoa taji la kombe la shirikisho, wakafanya usajili kwenye baadhi ya maeneo. Kuna bwana mmoja walienda kumchukua Brazil. Yaani Brazil pia wamebarikiwa, wana ile talent ya asili, yani ni ball dancer. Kwa anaweza kufanya chochote wakati wote. Simba wale mabeki zao ambao huwa wanapanda mara kadhaa, kwa maana ya Shabalala na Kapombe, kuna namna wana kazi ya ziada kwenye kuwasoma. Bila shaka
benchi la ufundi watakuwa wamefanya juu chini kuhakikisha kwamba wanaangalia Berkane wana timu ya aina gani na wana watu wa aina gani wenye tabia gani kwenye kila eneo. Kwa hatua ambayo Yanga walikuwa wamefika mwaka ule 2023 ni kwamba imechochea mpaka sasa hivi Simba kufika katika hatua hii. Simba ni kama walikuwa wana ndoto ya muda mrefu, licha kwamba kwenye kufanya hivi makubwa kwenye shirikisho kweli naamini Yanga kuna namna wamechagiza. Kwanza Yanga mwisho wa siku wameendelea kuwacheka Simba kwamba ile finali ambayo walifika miaka kadhaa nyuma, miaka ya 90 kitu, ni kama Yanga hawaitambui. Kwa hiyo ili ku balance mizani ilikuwa ni lazima Simba wafike hapa finali na pengine ikiwezekana wachukue ubingwa. Kwa hiyo hata ushindani wa klabu hapa ndani unachagiza mafanikio ya klabu moja, na hiki kilichofanywa msimu huu na klabu ya Simba nafikiri pia tutaona Yanga wakifanya pakubwa zaidi mwakani. Bahati mbaya tu msimu huu hapa wa ligi ya mabingwa walitolewa hatua ya makundi, lakini bado ushindani bado umeendelea kuwa mkubwa, na utakumbuka kwamba walisodaiwa sana baada ya kutolewa, na ukumbuke walikuwa wanahitaji tu alama 3 ili waweze kufuzu, lakini hali haikuwa hivyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako, naamini pia mafanikio ya klabu moja yanachagiza shauku ya klabu nyingine kwenye kufanya vizuri zaidi, japo kadri ya muda unavyozidi kwenda pia klabu zinazidi kutamani, hata klabu nyingine kama Azam, pamoja na yote haya yanayotokea, nafikiri anatamani kufika pakubwa zaidi. Safari ya michuano ya kombe la shirikisho si kwenye takwimu tu, bali ni ndoto iliyobeba kiu ya mafanikio, ili hasa kuhakikisha soka la Tanzania linazidi kukua. Lakini pia jicho la Tanzania lipo kwenye klabu ya Simba, kuona kwamba je, Simba itaweza kukamilisha safari ile ambayo Yanga iliishia nusu, ama historia itajirudia kwa namna ya tofauti. Mimi ni Esther Madege na hii ni Msasa Media.